Jambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Mimi naitwa Philip ama mwalimu wa jamii. Leo tunataka kuongea jinsi ya kushinda. Na si kushinda mara moja, ni kuwa na ushindi unaodumu. Kuwa na ushindi unaodumu. So karibu tuandamane katika kipindi hiki. Katika kuongea juu ya kuwa na ushindi unaodumu, nitakwambia point 3 ambazo nina uhakika na ninaamini zitakusaidia wakati unapoendelea kuishi katika dunia hii. Ninaongea kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ninajua watu wengi wenzetu katika nchi hii ya Kenya na nchi zilizo jirani wanaelewa Kiswahili, na kwa sababu pia ninajua katika kuongea Kiswahili si rahisi kufanya makosa mengi ya lugha kama vile kuongea katika lugha ambayo ni ya Kimombo. So karibu tuandamane mpaka mwisho. So tunaongea jinsi ya kuwa na ushindi wa kudumu. Mambo mengi katika maisha huwa yanafananishwa na vita. Mtu yeyote anayeishi katika dunia hii, uwe mwanamume, uwe mwanamke, huwa unapata kila kitu kwa kupambana. Na kwa hivyo, kuna mambo kadhaa ambao unafaa kuwa nayo ndio uweze kupambana na ushinde. Na hayo mambo nitakueleza point 3 au zaidi ambazo zitaweza kukusaidia. Jambo la kwanza, ni lazima uwe na kitu kinaitwa akili ya mshindi. The mindset of a winner. Akili ya mshindi huwa inakaa namna gani? Mshindi kila wakati huwa anafikiria atakuwa wa kwanza kushinda. Hata kama anaona mazingira yote yanayomzunguka yanasema ni kana kwamba hatashinda, huwa anaamini katika moyo wake na katika akili yake atakuwa wa kwanza kushinda. Lakini hiyo peke yake haiwezi kuchangia kushinda isipoandamana na hatua zinginezo ambazo ninaenda kukwambia. Kwa sababu ukiwa uko na akili ya mshindi lakini hauna mambo haya ambao yanaambatana, unaweza shindwa. Kwa hivyo sio akili ya mshindi peke yake. So number 2, unahitaji kujua ulingo wako. You need to know your area of specialization. Ujue wewe ni maeneo gani huwa unafanya vizuri. Ndio usiende kushindania katika maeneo ambayo haufanyi vizuri, alafu ukakuta ulikuwa na akili ya mshindi ila umeshindwa. Ukitaka kujua ni eneo gani ambalo wewe huwa unafanyia vizuri, mtu huwa unaangalia historia yako. Wakati ulikuwa unanenepa, unakuwa. Wakati uliingiliana na mazingira yanayokuzunguka kama mtoto, ukaingia katika chuo cha msingi, ukaenda katika chuo cha sekondari cha upili, na pengine ukafanikiwa kuanza kazi yako ama kwenda kwa chuo kikuu ama vyuo vingine vya taasisi. Ni mambo gani ulipenda kufanya? Ni masomo gani ulikuwa unapita? Hizo vitu zote zilikuwa na ujumbe mmoja wa kukueleza wewe ni eneo gani la maisha ambalo unaweza faulu. Kwa mfano, kuna watu ambao tangu wako primary school walikuwaga vinara ama viranja, prefects. Ulikuwa class prefect
ama ulikuwa prefect wa huko nje, ama ulikuwa captain. Hiyo si watu walikuchagua. Unaweza kuta kuna wengine katika kila wakati walichaguliwa cheo fulani. Alichaguliwa chairman, ama alichaguliwa treasurer, ama secretary. Hizo vitu zote ni vitu grow na wewe, kwa sababu Mungu alikuwa anajua eneo lako ni eneo fulani. Kwa hivyo katika kujua ni ulingo wako ni gani, pana haja ya kuangalia maisha yako ya nyuma. Umekuja aje kufikia mahali umefika? Sasa hapa ambapo umefika, hatua ile ingine utachukua, usichukue hatua iliyo nje na kile ambacho umefanya ama kimejidhihirisha katika miaka mingi kwa maisha yako. Wengine wenu mlikuwa wazuri kwa sports, hamkuwa wazuri kwa class. Wengine mlikuwa wazuri kwa class, lakini hamkuwa wazuri katika kazi za mikono, kazi za nje. Na wengine wenu mlikuwa wazuri katika kazi za mikono za nje, lakini kwa class hamkuwa wazuri. Inaaminika kwamba watu wengi ambao huwa wanafaulu katika kazi za mikono, hata wakienda kufanya biashara huwa wanafaulu sana, mpaka wanawaajiri wale watu ambao walikuwa wanafaulu, wanapata A, wanapata B, huwa wanaajiriwa na watu waliopata C na waliopata D. Kwa hivyo hizo vitu zote kila moja huwa inafanyika kulingana na eneo lile Mungu alikuweka na kukupangia ukiwa huko duniani uweze kuja kuchangia. Sawa? So akili ya mshindi, namba 2, ulingo unaofaulu wewe. Kama wewe si mwanasiasa, wacha kujiingiza kwa siasa. Kama wewe si mwanabiashara, usijiingize kwa biashara. Na kama wewe sio mhadhiri, you are not a professional, you are not someone, wewe si mtu ambaye unaweza kuongea na watu, jua eneo lako. Na kwa habari zaidi juu ya kujua eneo lako, katika video hii unaweza comment hapo uniulize, naweza kukufafanulia zaidi, kwa sababu mtu anakuja akiwa kama package ambayo iko na kila kitu. Hakuna kitu kipya. You don't become a new thing, you just unveil. Huwa unadhihirika tu. Kuna mambo mengi yanakufunika, lakini unahitaji mwalimu ndio akufunue uonekane wewe ni mtu gani. Na niko hapa mwalimu wa jamii kukusaidia. Jambo la 3 ambalo unafaa kuwa nalo ili ukawe na ushindi wa kudumu ni kitu kinaitwa mentor. Katika eneo hilo ambalo wewe umeona ya kwamba unaweza kufaulu, kuna watu ambao walikuwa kabla yako, walikuwa wanaishi kwa hii dunia na walikuwa katika eneo hilo wewe umelitamani kuwa ndani yake. Inafaa unasoma vitabu vyao, ama unasikiliza video zao, ama unawaendea, unaongea na wao, ama unawaandikia, mnawasiliana na wao, wanakupatia mwangaza juu ya hilo eneo ambalo unataka kuingia ndani yake, kupambania na kushinda. Wakueleze changamoto zake ni gani na hekima ya kupigana hata kushinda usishindwe ni gani. Watu wengi ambao hawana mtu wa kuwashika mkono anayefanana na lile eneo wanataka kulishindania, huwa wakipambana wanashindwa. Ndio ako na akili ya mshindi, very good, na atapambana, naamini atashinda. Number 2, anajua ulingo wake, lakini number 3, hajui challenges, hana wisdom ya kuingia katika hiyo field. Na ndio sababu watu hushindwa katika biashara, wanashindwa katika elimu, wanashindwa katika siasa, kwa sababu hawana mtu wa kuwashika mkono na kuwaonyesha eneo hilo analoliingia ni eneo gani. Hizo ni point 3 za kimsingi. Naomba ni kuongeza zingine kadhaa. Point ya 4 ambayo inaweza kukusaidia ni kuwa na kiongozi wa kiroho ambaye unampenda na kumheshimu.
kwa sababu sisi sote tuko kwa hii dunia. Lazima tujue, ndio tulizaliwa, lakini tulikuta hii dunia, na hii dunia ilikuwa kabla ya sisi. Dunia hii ina ule aliumba, ule aliumba anaitwa Mungu, na Biblia inasema Mungu ni roho, na aliumba kwa neno lake. So hizi vitu zote tunazoziona kwa macho zilitoka katika neno la kiroho. Wakati Mungu alisema kuwe light, na light ikakuwa, neno light lilitoka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo cheo unachokitaka, position unayotaka ya kazi, masomo, chuo, biashara, marafiki, relationship, mke, mume, hawa wote huwa wanatoka katika neno la kiroho. Kwa hivyo wanadhihirika ikiwa kuna kiongozi wa kiroho aliyenena neno kutoka katika ulimwengu wa kiroho na likawa. Kwa hivyo ni vizuri sana kuwa na hekima hiyo, na kwa sababu sisi sote hatukuitwa tuwe viongozi wa kiroho. Biblia inasema Mungu alichagua wengine. Sisi sote tuliitwa tuwe watu wameamini, watu wameokoka, lakini katika kuwa viongozi wa kiroho, Biblia inasema alichagua wengine. Alipochagua wengine, akawaweka hapo, akawafanya mitume, akaweka wengine hapo, akawafanya manabii, wengine akawafanya wainjilisti, wengine akawafanya wachungaji, wengine akawafanya walimu. Hao ni viongozi wa kiroho. Pana haja sana uwe na kiongozi wa kiroho unayempenda, unayemjua, unayemtambua, ambaye atakusaidia na kukushika mkono ndio uweze kuufikia ulingo wako, ile eneo ambao unataka kubombea. Kando na mentor niliyekuongelesha habari yake, unahitaji mtu ambaye utamwamini awe anakutamkia maneno yanayotoka katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Maisha yako ya mbeleni, wakati ulikuwa unakuwa, watu wengi walikuangalia kama mtu mnyonge. Mzazi wako alikuona kama mtu mnyonge asiyeweza kujifanyia mambo, na ndio sababu alikufinya ukiwa mdogo, akakuchapa ulipoendelea kunenepa, akakusomea, akakutreat visivyo, ukachukua picha fulani ya kwamba wewe ni mtu anafanyaga makosa. Kwa hivyo ulipoenda shule, yale makosa yakaanza kujidhihirisha, na mwalimu akawa anakuchapa ndio arekebishe yale makosa. Sasa ukamaliza shule, ukatoka huko nje, ukakuta pia watu wa dunia hii huwa wanalindwa na katiba, kwa sababu wanatarajiwa ya kwamba watafanya makosa. So katika maisha yako yote umejichukua kama mtu ambaye huwa anafanya makosa. Na mtu ambaye amejichukua namna hiyo huwa anakuta anaishi na uoga wa kuogopa asikosee. Ule uoga unamuondolea ujasiri wa kupambana na mambo ambayo yako mbele yake yanaweza mpatia ushindi. Na unampa pia kusikiliza story za watu wengine huku kando kando, na hizo story zingine zinampa ujasiri, zingine zinampa uoga. Na kwa hivyo unahitaji mtu anayekuongelesha story ambayo itakutengeneza, ikutoe katika maisha ya uoga na katika maisha ya unyonge ambayo watu wengi wamekuona nayo. Watu wengi walikubandika majina kwa sababu ya unyonge wako. Wakasema we ni mjinga, wakasema we ni mvivu, ukaitwa mkora, ukaitwa mwizi, ukaitwa muuaji, ukaitwa msherati, ukaitwa mpuzi, ukatukanwa matusi mengi sana. Sababu ya kutukanwa ni kwa sababu kuna unyonge fulani uliojidhihirisha katika maisha yako. Na hiyo ulioitwa uliamini, na ndio sababu nikiitaja leo unakumbuka hata ni nani aliyekutukana. Na ulipoichukua hivyo ukaweka katika moyo wako kwamba huyo mtu hutawahi msamehe, na wewe uka revenge, na wewe ukamuita kile ulitaka kumuita. Na katika kila mila kuna matusi. Na hii matusi watu hutukana kwa sababu unyonge wao umedhihirika. Na kwa hivyo unahitaji mtu wa kukusaidia sasa kukushika maisha yako ya kiroho mkono. Ndio sasa ule unyonge uondoke.
na huyo mtu atakaye kushika anaitwa kiongozi wa kiroho. Kiongozi wa kiroho ni mtu ambaye anafaa kukutamkia maneno. Biblia inasema kwamba maneno ya kinywa yana nguvu, maneno ya ulimi yana nguvu za uhai na yana nguvu za mauti. Kwa hivyo anaweza tamka uhai katika maisha yako, na uhai huu ukaondoa unyonge mwingi uliokuwa unajidhihirisha katika maisha yako. Na ndio sababu watu wanachagua kuwa na nabii wao ama kuwa na pasta wao atakayekuwa akiwatamkia maneno yatakayowasaidia. Kwa sababu Mungu aliyeumba dunia hii alitamka maneno, alafu akatuumba sisi. Tuliumbwa kwa neno. Alisema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. So baadaye vikaandikwa katika maandiko matakatifu ya Biblia, ndio kwamba katika unyonge wetu tuwe na ujuzi wa vile tunaweza kuwa jasiri. Tunamwona Mungu akiongea na Yoshua akimwambia, uwe hodari tu na moyo wa ushujaa, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Wakati huo Joshua hakukuwa na pasta, kwa hivyo Mungu alikuwa anamuongelesha direct. Lakini leo tuna wachungaji, tuna manabii, tuna wainjilisti, tuna walimu. Unahitaji kuwa na kiongozi wa kiroho atakaye kutamkia maneno kama hayo, kukwambia uwe hodari tu ndugu, uwe hodari dada, hakuna mtu atakushinda. Yaani mtu anakuambia mambo mazuri. Tatizo moja tumekuwa nalo katika kizazi hiki ni kuwa na viongozi wa kiroho ambao pia wanakuangalia katika unyonge wako. Na unakuta kuna kiongozi wa kiroho anaweza anza kukuambia hautafaulu, wewe ni mjinga, wewe ni mpuzi, wewe umelaaniwa. Unakuta maneno nayo kuambia yanaongeza unyonge katika maisha yako, ili hali wewe ni mnyonge tayari, umekuja kutafuta mahali unaweza ponea. Kwa hivyo ni muhimu sana ujitafutie kwa kumwomba Mungu akuongoze, umpate kiongozi ambaye atakuwa na kuongelesha maneno yatakao kutia nguvu wewe katika kuendelea kwako, ili uweze kuwa na fanaka ya kudumu. Katika hali hiyo kuna challenge, kuna changamoto. Kwa sababu huyu kiongozi ambaye umempata anayekuongelesha hata kuwa akikwambia venye wewe unataka kusikia. Atakuwa anakuambia venye Mungu anataka wewe uwe, kenye Mungu anataka uwe. So kwa maneno yake atakutengeneza, utafit vile Mungu anataka uwe. Katika hali hiyo, kuna maneno mengine ataongea usikie kama unaumia, lakini atakuwa katika hali ya kukurudisha katika ulingo wako ndio uweze kufaulu kimaisha. Jukumu lako kwake ni kumpenda. Ni lazima umpende, alafu umwombee, ndio awe na kuambia maneno yale Mungu anataka. Watu wengi hawapendi viongozi wao wa kiroho na hawawaombei, na kwa hivyo wakianza kusikia na wakianza kuhudumiwa kwa njia isiyofaa wanatoroka. Kumbe Mungu alitaka ukae pale ndio umwombee na umpende huyo kiongozi wako. Jambo la tatu unafaa kumfanya huyo kiongozi wako wa kiroho ni kumwongea vizuri. Maneno anayokuambia unayaamini na unayaongea kwa watu wengine, unawaambia vile kiongozi wako wa kiroho ni mzuri na vile amekuambia maneno ya kukujenga. Unafaa pia kumtrust, kumwamini, kwa sababu usipomtrust hutaweza kutrust yale maneno yake. Kumtrust iko na haja sana, kwa sababu kuna watu ambao hawampendi, wanaongea kinyume chake, hawamtrust. Sasa wakikuja kwako waanze kukuambia story za venye huyo kiongozi wa kiroho si mzuri, venye hawamwamini, wakwambie mambo mengi yaliyo kinyume na yeye, wakijaribu kukupatia hata evidences. Lengo lao ni kuondoa trust kwako. Na hiyo trust yako kwake ikiondoka, utaondoka kwake na utaanza kutafuta mwingine. Kwa hivyo already tuna Wakristo wanatangatanga sana, kwa sababu waliambiwa maneno kuhusu viongozi wao wa kiroho wakahama
wakaenda kwa mwingine, wakaambiwa maneno mengine, wakahama, na wameishi kuhama na kutangatanga. Mungu hataki hiyo. Mungu anataka uwe na ushindi wa kudumu kwa sababu ya kumpenda na kumshika kiongozi wako wa kiroho. So already tumeongea point kadhaa. Number 1 tulisema uwe na mawazo ya mshindi. Number 2 tukasema ujue ulingo wako. Number 3 tukasema uweze kuwa na mentor. Na number 4 tukasema uwe na kiongozi wa kiroho atakuwa akikutamkia maneno ya kiroho ya kukusababisha ufaulu kulingana na vile Mungu anavyotaka. Pointi ya 5 katika kuwa na ushindi wa kudumu inaitwa nidhamu. Siku hizi watu wengi hawajui maana ya nidhamu. Shuleni tulipokuwa tukisoma, unakuta kuna wanafunzi ambao walikuwa wana tabia mbaya, na mwalimu angesema hawa hawana nidhamu. Kwa hivyo tukalichukua neno hili nidhamu kama ni kitu kibaya, tukachukua the negative side ya hii neno nidhamu. Lakini naomba nikupatie tafsiri nyingine ya hili neno nidhamu. Nidhamu ni kuwa na mpangilio wa maisha yako ambao hautaki kubadilisha, kwa sababu nidhamu hiyo ndio stairways, ndio inakupatia hatua za kushinda. Nasema nini? Nidhamu ni kama vile kuwa na utaratibu, kuwa na program ambayo hutaki kuibadilisha ya maisha yako. Na nidhamu njema inaanza asubuhi. Lazima uwe na saa fulani maalum huwa unaamka. Na ukiamka kuna mambo ambayo unafaa kuyafanya ndio ufaulu. Number 1, unafaa ukiamka baada ya kutandika kitanda, kama ulikuwa wa mwisho kutoka kwa hiyo kitanda, lazima utandike. Manake ukitandika umepata ushindi wa kwanza kabla hujatoka. Unahitaji sasa kuketi, utulie, kwa sababu umekuwa unalala. Sasa ni uketi utulie. Wakati huo umeketi utulie, chukua kikombe ya maji kunywa. Mwili umekuwa unachoka kwa sababu ya kulala, na umekuwa unapungua maji, umepumua sana, na hivyo umepoteza maji mengi. Chukua kikombe ya maji kunywa. Baada ya hiyo, tafuta katika akili yako ni mambo matatu gani ambayo unafaa kumshukuru Mungu juu yake. Kama vile unaweza mshukuru Mungu kwamba umeamka ukiwa na afya njema. Unaweza mshukuru Mungu pia kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya kazi. Huu ni mfano tu. Unaweza kuwa kuna ushindi fulani ulipata jana, ama ulipona, ama mtu wenu alipona. Tafuta mambo matatu umshukuru Mungu juu yake. Ukishashukuru, omba sasa. Mwambie Mungu, leo nakuomba uniongoze na ubariki kazi ya mikono yangu. Katika hiyo nidhamu, chukua Biblia, soma. Sana sana tuna encourage usome Zaburi, kwa sababu Zaburi ni maombi. Zaburi itakuongoza venye utaomba. Soma mistari ambayo si mingi, ndio usisahau. Unaposoma, jaribu kutafakari unaelewa nini na hiyo mistari inamaanisha nini katika maisha yako. Maandiko matakatifu yanasema, mtu yule ambaye huwa analitafakari neno la Mungu mchana na usiku ataweza kufaulu sana katika kila kitu anachokifanya, kwa sababu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huwa unazaa matunda yake kwa wakati wake. Yoshua aliambiwa na Mungu, katika nchi utakazoziendea, maadui utakaopigana na wao, ndio uweze kushinda na kustawi sana katika maisha yako, na katika njia yako. Ni lazima neno hili la kitabu hiki lisiwahi toka ndani yako.
ukaweze kulitafakari mchana na usiku, ndio uweze kulinena kwa kinywa chako na kufanya yale yote ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki. Kwa hivyo ustawi unao njia, na ukiona mtu hajastawi ni kwamba hakufuata ile njia. Na njia yenyewe Yesu alisema hivi: mtu anayesikia maneno yangu na kuyashika na kuyatenda atafananishwa na mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Na alipojenga hiyo nyumba yake juu ya mwamba, kukatokea dhoruba, haikuangusha ile nyumba. Kukatokea gharika, haikuangusha ile nyumba. Kukatokea tetemeko la ardhi, halikuangusha ile nyumba. Yesu alikuwa anasema nini? Yesu alikuwa anasema kuna mambo katika maisha yanafanana na dhoruba na huwa yanaangusha maisha ya watu. Kuna mambo katika maisha yanafanana na gharika, huwa yanaangusha maisha ya watu. Na kuna mambo katika maisha yanafanana na tetemeko la ardhi na huwa yanaangusha maisha ya watu. Na Yesu akatupa siri kwamba ukitaka usianguke kimaisha, if you don't want to be a failure in life, unafaa kuyasikiliza maneno yake na kuyatenda. Na kwa wale tunaoamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, napenda upate taarifa hii. Mungu anajua unaweza faulu vipi. Na ndivyo akatupatia maneno hayo. Akatuambia maneno yangu haya ukiyashika, hautaanguka katika maisha. You will not be a failure. Na kwa hivyo mimi siwezi simamisha kila kitu changu chochote nije nikuambie jinsi ambavyo utakuwa na ushindi wa kudumu alafu uende ushindwe. Hapana, huwezi shindwa. So watu wengi hawana nidhamu hiyo ya kuamka asubuhi. Lakini historia inaonyesha kutoka watu wa kitambo sana, kina Winston Churchill na wengine, kina hata wale wafalme wa Amerika, kina Abraham Lincoln, kina Martin Luther the King, ni watu walikuwa wanaamka saa 9 na wanaanza kutafakari, na hiyo kutafakari iliwapatia ushindi mkubwa. Okay? Katika hiyo nidhamu ya asubuhi, panafaa uwe na kitabu inaitwa notebook ama journal kwa lugha nyingine ya Kiingereza, ambayo utaandika mambo machache. Utaandika yale mambo unataka kufanya siku hiyo, na utaandika changamoto ulizozipata jana, na utaandika lessons ambazo ulijifunza jana. Watu wengi wana pattern ya kushindwa katika maisha yao. Unakuta aliinuka akashindwa, ndugu yake aliinuka akashindwa, babake aliinuka akashindwa, na vile wanavyoshinda wanashindagwa na wanakuwa bure kabisa, na watu wanaanza kuwasema alikuwa na matatu nyingi, baadaye siku hizi zote haimsaidii, alikuanga na manyumba mingi, siku hizi hata manyumba zake hazigii watu, sijui alikuwa na biashara kubwa, biashara yake iliporomoka, alikuwa na kanisa kubwa na siku hizi alishafunga. Yani people always talk. Watu watakuongea. Na ndiyo hali hiyo isijirudie, kwa sababu unyonge hujirudia katika maisha ya kila familia, mpaka watu wengine wameuita laana. Wamesema hiyo familia inakuwa na laana. Wengine wa kutoka huko Mombasani wameita kisirani. Hiyo familia inakuwa na kisirani. Na napenda nikwambie si kisirani, ni kwamba watu hawana nidhamu ya asubuhi. Ukiweka hiyo nidhamu ya asubuhi, utakuja kunishukuru baadaye. Jisomee neno, tafakari neno, na usipofaulu katika maisha yako, basi Mungu atakuwa mwongo. Mungu alimwambia Yoshua atafakari atafaulu. Akamwambia Daudi katika Psalms chapter 1 verse 2 kwamba akitafakari atafaulu. Mungu mwenyewe akaja akiwa ndani ya Yesu Kristo. Akatuambia ukitafakari maneno yangu utawahi fail. Basi mimi siwezi poteza wakati wangu kuja kukwambia jinsi utakuwa na ufanisi wa kudumu
nikiwa sina misingi katika Biblia ya Mungu anayepatia watu ushindi wakitafakari. Kwa hivyo unakuwa na notebook pia ya kuandika ule mstari unasikia umekubariki hapo. Mpendo wa mtazamaji wangu, ukianza nidhamu ya namna hiyo, at least the first hour ya asubuhi wakati unaamka, usianze kurukaruka huku na kule, unapanga hii, unafikiria mara story nyingi, unaangalia simu, sijui kwa Facebook, sijui kwa TikTok, uko social media huko, mara unaangalia nini. Tafuta mahali maalum ambao utakuwa unafanya maombi yako ama tafakari zako za kwanza asubuhi. Watu wengi huwa wanaanza vizuri hiyo nidhamu, lakini baadaye yanatokea mambo, unakuta amewacha. Kitu kizuri ni usiache, endelea. Na unavyoendelea unajenga hatua za kufaulu. Nataka nikwambie pointi ya mwisho ambayo inaitwa sadaka. Watu wengi hawajui kwamba sadaka hunena. Sadaka huwa inanena, na huwa inanena kwa niaba ya yule mtu aliyetoa. Lakini hatujapata walimu wazuri ama walimu wenye ufahamu mwingi katika kizazi hiki cha kutuambia vile sadaka huwa inafanya kazi. Na kwa sababu hiyo, watu wengi wametoa sadaka na hawajaona kufaulu. Kwa sababu katika kingdom hii ya God kuna kitu inaitwa clarity. Lazima uwe clear na jambo. Kama uko clear, halifaulu. Na mimi napenda nikwambie hivi, ukitaka kufaulu katika sadaka yako, ukitaka sadaka yako ikumbukwe mbinguni, lazima utoe sadaka kwa njia ile nitakueleza. Kwanza nikupatie story. Kuna story mbili katika Biblia. Kuna story ya Kaini na Abel. Walikuja mbele za Mungu wakatoa sadaka. Sadaka ya Abel ikakubaliwa, sadaka ya Kaini ikakataliwa. Kwa hivyo kuna sadaka inaweza kubaliwa na kuna sadaka inaweza kataliwa. So pengine umekuwa unatoa sadaka na imekuwa inakataliwa, na ndio sababu kazi yako haijabarikiwa, familia haijabarikiwa, kwa sababu sadaka yako imekuwa inakataliwa. Kuna katika Biblia Yesu alisema hivi, ukienda church beba sadaka na ubebe fungu la 10. Lakini unapofika pale saa ya kutoa, chunguza akili yako sana, ni kitu gani kinaendelea katika akili yako. Usitoe bila kuweka sadaka yako kwa akili. Jua ni kitu gani unatoa. Kuna watu wanaweka mkono tu kwa mfuko, anatoa kile kilioko hapo. Sasa mtu mwingine alikuwa amechanganya pesa yake na receipts. Sasa aliingiza mkono tu bila kuangalia ni sadaka gani ametoa, akachukua receipt akaeka, hata bila kuangalia, akasema mkono huu sijue venye mkono huu unavyofanya, akachukua ile receipt akaeka katika mfuko wa sadaka. Make sure you know what you are giving. Kama sadaka yako itakuwa imebarikiwa, angalia kwa macho, look at it, ni sadaka gani unayoitoa. Na si kuangalia tu, fikiria ni nani unayepatia hiyo sadaka. Watu wengi huwa wanafikiria kwamba tunatoa sadaka tulipe pastor. Hiyo si kweli. Sadaka tunaitoa ndio itunenee, kwa sababu sadaka hunena. So unatoa sadaka inene, iongee juu ya maisha yako. Sasa Yesu alisema hivi, ukiwa umebeba hiyo sadaka umeenda nayo kanisani kutoa, wakati watu wanatoa ukumbuke kuna mtu huwa hampatani. Kuna mtu mulikosananga. Kuna mtu alikukosea mbaya, yani alikukross ile mbaya. Yesu alisema, acha hiyo sadaka hapo, alafu ukimbie
uende mpatane na yule mtu. Baada ya mmepatana na yule mtu, rudi tena, yaani mwende muombane msamaha, rudi tena ndio uweze kutoa ile sadaka. Sasa watu wengi walikosana na wake zao, waume zao, watoto zao, wakakosana na viongozi wao wa kanisa ama wa shule ama wa serikali. Uko na hiyo kinyongo, umeumia katika moyo wako na bado unatoa sadaka. Hiyo sadaka huwa inakataliwa. Sadaka ile inakubalika ni ile sadaka unatoa ukiwa umesamehe mtu. Kwa hivyo ni lazima ujue sadaka itakayonena kwa niaba yako ni sadaka ambayo umeitoa kwa kujua kwa akili yako. Ni sadaka gani unatoa? Namba 2, umetoa kwa moyo wa kusamehe. Lazima usamehe mtu kabla ya kutoa sadaka. Otherwise utakuwa unapoteza pesa tu. Namba 3, lazima ujue ni nani unapatia hiyo sadaka. Sio mchungaji. Mchungaji huwa anasimama kama a middleman katikati yako na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuja physically. Kwa hivyo unampatia mchungaji ndio na yeye through prayer aipeane kwa God. Anapoipeana kwa God, God na yeye anapitia kwa ule mchungaji, anakutamkia baraka. Na hivyo ndivyo utakuwa na ushindi wa kudumu. Kuna watu ambao huwa wanatoa sadaka ambao haiwaguzi kwa moyo wao. Daudi mtumishi wa Bwana aliyetuambia tuwe tunatafakari ndiye tuweze kufaulu, alisema sitamtolea Bwana sadaka ambao haitanigharimu kitu. Sasa katika ile sadaka unayotoa, lazima utoe sadaka ambayo katika moyo wako utasikia imekugharimu. Yesu aliongea juu ya mwanamke aliyekuja kutoa peni 2. Zile peni 2 alikuja kutoa ndizo hizo tu alikuwa ako nazo. That was the only money she had. So ili cost maisha yake. Yesu alisema ametoa kile alikuwa anahitaji ndio maisha yake yaweze kufaulu. That is the only thing she had to live for. So ilimcost. Na Biblia inasema, Yesu alisema huyu mama atakumbukwa kila mahali atakako kwenda kwa sababu ya hii sadaka, maana aliitoa na ilimgharimu kitu. So make sure you are not just throwing coins kwa God na 250 na tu pesa ambayo wewe mwenyewe haikuguzi kitu. Mimi huwa ninajaribu kulinganisha, ikiwa kitambo watu walikuwa wanatoa sadaka za nyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Sasa huwa ninafikiria kama leo ungekuwa unabeba sadaka, hiyo pesa yako ikuwe converted into meat, ingekuwa ni nyama kiasi gani ingetolewa kama sadaka? Je, hata ingetosha kilo? Ingetosha nusu kilo? Ingetosha robo? Fikiria katika hiyo context. Sadaka yako lazima ikuguze pahali. Sisemi iwe nyingi ama iwe ndogo, lakini lazima moyo wako usikie ile nimetoa si kitu kidogo, hivyo ni kitu imenikost. Katika Biblia kuna mfalme alienda katika vita kupigana na Waisraeli. Na Waisraeli wakampiga sana. Yeye na jeshi lake wakapigwa mpaka wakatoroka katika nchi yao. Wakafuatiwa katika nchi yao, bado wanapigwa. Hey! Mfalme akaona ni kubaya. So what did he do? Aliona hii vita tumejaribu na tumeshindwa. Alichukua mtoto wake akamtoa kama sadaka kwa mashetani. Ni vibaya sana mtu kuchukua mtoto wake ama mtu mwenzake kumtoa kama sadaka kwa shetani. Lakini hiyo sadaka alivyoitoa hivyo, ndivyo waliokuwa wanampiga walisikia vibaya katika mioyo yao na wakaacha kupigana. Kwa sababu hiyo sadaka yake ilinena kwa mashetani. Lakini tunajua tunaishi katika wakati wa New Testament. Na katika wakati huu wa New Testament, shetani hana nguvu kama venye alikuwa na nguvu katika Old Testament. So, kwa nini hana nguvu? Ni kwa sababu Biblia inasema wakati Yesu alisulubishwa msalabani, alimvua shetani enzi na akamvua mamlaka. Kwa hivyo mamlaka shetani aliyokuwa nayo katika Old Testament,
enzi aliyokuwa nayo Yesu alimvua. Pia Biblia inasema hivi ya kwamba sisi tunashiriki damu moja na Kristo, ambaye katika kifo chake alimaliza nguvu yule ambaye maisha yake yote alikuwa ana nguvu za mauti, za kuua watu. So Yesu, Biblia inasema huyo aliyekuwa na nguvu za kuua watu ni Shetani, na katika mauti yake Yesu alimuondolea nguvu Shetani, nguvu za kuua, na akakuja kuwafungua wale ambao katika maisha yao yote waliishi kuogopa kifo. Kwa nini Yesu alifanya hivyo? Kwa sababu maandiko matakatifu yanasema lilikuwa lengo lake la kuja. Sio sisi tulimwambia afanye, lakini lilikuwa lengo lake la kuja. Yeye akiongea anasema mwana wa Adamu alidhihirishwa ili aweze kuziharibu kazi za Shetani. Shetani anaiba maisha ya watu, anaharibu maisha ya watu, anaua watu, anadanganya watu, analetea watu kuchanganyikiwa, lakini Yesu alikuja kumumaliza nguvu. Na kwa hivyo katika mawazo yako lazima uamini kuna Yesu kwa hii dunia, ambaye alifanya hivyo wakati alikuwa anaishi kwa hii dunia. Lakini watu walimuua. Baada ya kumuua, walimuua kwa kumsulubisha msalabani. Walipomuua, walimteremsha kwa kaburi, wakamzika. Kaburi za wakati huo zilikuwa zinafunikwa na mawe tu. Ilikuwa si ati unarusha mchanga, walikuwa nafunika na mawe moja kubwa. So inakuwa ni kama huko ndani ni cave, alafu hapa nje umefunika na mawe moja kubwa kama ya tani 2. Biblia inasema baada ya siku 3 ilipatikana lile jiwe limeondolewa na Yesu amefufuka kama vile alikuwa ameambia wanafunzi wake. Na kina mama fulani na wanafunzi wake wakamuona, akaongea na wao, akafanya mikutano, watu 500 wakamuona, akakaa na watu huko duniani anakula na kunywa for 10 days. For actually not 10 days, 40 days. Baada ya 40 days aliambia wanafunzi wake, twendeni pale mlimani. Walipoenda kwenye mlima, alikuwa anawahudumia, anawafundisha, anaongea na wao, alafu akapaa juu polepole tu venye ndege huwa inaenda huyo, akaenda mbinguni. Katika stori za watu wote waliowahi fufuka, tunasikia Lazaro alifufuka, tunasikia binti Yairo alifufuka, tunasikia kijana wa mwanamke mjane alikuwa amefufuka, tunasikia kuna mtoto alifufuliwa na Elijah katika Biblia. Katika watu wale wote tunaojua waliofufuliwa na watu wenzao, waliofufuliwa na Yesu, au watu wote walikufa tena. Lakini Yesu Kristo alipofufuka hakufa tena, anaishi milele na huo mwili aliofufuka nao, na akakaa nao hapa na watu wakamuona. Na ndiyo sababu mwandishi wa Ibrania, kitabu cha Waebrania, alisema hivi: Yesu Kristo ni yeye yule ambaye alikuwako jana, ndivyo alivyo leo, na ndivyo atakavyokuwa na milele. Kabla ya kwenda, aliambia wanafunzi wake, mimi ninaenda juu, lakini siwaachi kama watoto yatima. Naenda niwatumie Roho Mtakatifu. Ndio akija atawapatia nguvu ya kuishi katika dunia hii na kuwa mashahidi wangu. Kwa hivyo mimi ninapoongea nawe kama mwalimu wa jamii, pia mimi ni shahidi wa Yesu Kristo. Yesu alikuja ndio atufanye mashahidi. Lakini si hiyo tu. Alitumana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa haonekani kwa macho, lakini ni huwa anaingia katika maisha ya mtu binafsi. Akiingia ndani yako, anaingia na zile nguvu Yesu alikuwa nazo za kumshinda Shetani na kushinda dhambi. Ndio akuwezeshe sasa kuweza kupanga maisha yako kwa namna Mungu anavyopenda. Na vile Yesu hakushindwa, na wewe hautashindwa. Utakuwa na ushindi wa kudumu.
Kwa hayo na mengine mengi, tuonane katika kipindi kijacho. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Ni mimi wako Philip, mwalimu wa jamii. Asante sana. God